Wakati huo makundi ya vijana katika eneo la Kinondo katika kaunti ya Kwale yameanza kusambaza jumbe za amani kwa kutumia sanaa ili kuwafikia watu wengi katika maeneo ya vijijini. Wakiongozwa na kikundi cha Village Voices, vijana hao wameweka michoro ya amani katika kuta za viwanja tofauti ikiwemo ule wa Kiungoni huko Mwabungo katika juhudi za kuwashawishi vijana kuachana na uhalifu na matumizi ya mihadarati. Vijana hao pia wanatumia muziki na kurekodi nyimbo za amani ili kukuza vipaji vya waimbaji wanaochipuka. Mbinu moja wapo pia ambayo ni sensitive lakini watu hawachili manani ni ya uchoraji, kwa sababu once ile message ikiwa imechorwa pale bado itabaki hapo kwa muda mrefu, na wenye wanapita pale ni wengi na wenye wanafika pale ni wengi. Sasa hata kama mtu basi kusoma ajui, lakini ile picha obvious itakuwa anaiona. Tunaona tukipingana na mihadarati ndo tunaleta suluhu kupata amani, kwa sababu bila kutoa mihadarati ni ngumu kupata amani. Maana kichwa ule ukweli kichanganywa na mihadarati tofauti ndo unapata mtu anakuwa na maamuzi magumu. Unaweza iangalia in covered lakini ukao uielewe, lakini uiangalie in deeply utaelewa maana ile picha, na mimi naamini kuwa itasaidia kiupande wangu wa art. Hiyo mural itasaidia kwa mwenye anaelewa nini maana ya mural na nini inaleta ile message. Amani ni kitu ambacho hakiuzwi dukani. Amani ni kitu ambacho sio lazima tukakinunue. Amani inaanza na wewe mwenyewe tayari. Ukijipatia amani kwenye moyo wako, kwenye roho yako ikiwa safi, tayari amani hapo umeianzisha, na kila mtu mwenye tokoko karibu na yeye unamuonesha kwamba uko na upendo na amani ndani yako. Familia